Habari za asubuhi. Karibuni katika darasa letu tena la siku ya leo, na tunapenda tuanze kwa maombi. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutupa tena siku ya leo. Ni wiki imepita, na tunapokuwa katika kipindi hiki tena cha kujifunza neno lako, ukapate kwa pamoja nasi. Saidia wanafunzi, zaidi sana saidia wengine wote ambao katika hali moja ni nyingine wanafuatilia mafunzo haya, yakawa ni mafunzo ya kutujenga sote. Tunapotazamia kuja kwa mara ya pili, tukatazamie lakini pia tukiwa na matumaini ya uzima wa milele. Na kama kuna yeyote ambaye bado hajapokea neema ya wokovu, naomba Mungu, tunapotazamia kuja kwako, tusitazamie tu lakini tukaishi maisha bani ya wokovu. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tuanze kusoma maandiko, na naomba tusome kifungu ambacho tumekisoma wiki iliyopita cha Injili ya Luka mtakatifu, mlango ule wa 16. Injili kama ilivyoandikwa na Luka, mlango au sura ya 16, ni mistari ya ile tuanze mstari wa 16 au 19 mpaka mwisho wa mlango huo. 16, Luka 16 19 mpaka mwisho wa mlango, kwa kupokezana kwa utaratibu mzuri, pia kwa kueleweka. Tusome kwa kupokezana kwa utaratibu mzuri pia ambao ni wa kueleweka. Tusome maneno hayo. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Ee Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro atoe kidole chake majini, aurudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto mkuu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akamwambia, wasiposikia Musa na manabii, hawatashawishiwa na hata mtu akifuka katika wafu. Amen. Kuna maneno machache ambayo ninataka pia niendelee kuyapointi katika mistari hii ambayo tumeisoma, na mambo machache ambayo ninataka tuyaweke wazi katika mistari yao. Kwanza, kuna watu wanasema kwamba ni mfano ambao Yesu aliutoa, na nilete kwa kwamba inawezekana kwa ni mfano, lakini pia kuna shule ambazo tunachukulia kwamba si mfano, kwa sababu ametajwa kabisa mtu anaitwa Lazaro. Na kama ametoa mtu Lazaro, maana yake ni kwamba ni habari ya ukweli kwamba kuna mtu ambaye kipindi fulani aliishi mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazaro na huyu tajiri. Kwa hiyo inawezekana ni mfano, inawezekana sio mfano, lakini either uchukulie ni mfano au uchukulie sio mfano, lakini kuna habari ambayo kuna mambo muhimu tunayojifunza katika habari hii. Na jambo la kwanza ambalo naliangalia ni huyu tajiri ambaye anaendelea kuwa mwinjilisti mzuri.
anaenda kuwa mhubiri mzuri, lakini anaenda kuhubiri mahali ambapo sio sahihi. Yaani ameshamaliza safari yake hapa duniani, ndio anaenda kuwa evangelist, anaenda kuwa mhubiri wa kuhubiri injili, kwamba yeye anaona kwamba kuna watu kule duniani ambao hawajatubu, kwa hiyo aende atumwe mtu akapeleke injili kule. Niseme kwamba kuna wakati ambapo wa kufanya kazi ya Mungu ni sasa hivi. Na kama kuna nafasi ambayo ni ya kutubu ni sasa hivi, sio baadaye. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalipata hapo kwamba akasema la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu atatubu. Yaani maana yake ni kwamba anaona kwamba sisi tulioko hapa ambao tunahubiri injili, tuliopewa nafasi hapa hatutoshi. Atakiwa atoke mtu aje akaongeze nguvu zaidi. Anajibia vizuri sana. Wapo watumishi kule, wapo Musa na manabii wawasikilize. Wasipowasikiliza hao hawatashawishiwa, na hata kama mtu akitoka kwa wafu. Picha tunayopata hapa pia ni kwamba hali ya mtu mwenye dhambi inahitaji neema ya Mungu kwa ajili ya kumbadilisha. Na watu hawaokolewi kwa njia ya miujiza na ishara. Watu wanaokolewa kwa kulisikiliza neno la Mungu na ukweli wa neno la Mungu. Usije ukashawishiwa na miujiza. Sasa miujiza zipo, ishara zipo, na hizi zinafanywa na zingine ni za uongo, za kutunga, na zinaweza zikawashawishi watu, lakini haziwezi kushawishi katika hali ya kuleta ukweli wa wokovu, neno la Mungu. Musa maana yake ni kwamba wakati Yesu anatoa habari hii, of course tulikuwa hatuna agano jipya, lakini kwa sasa hivi ninaamini kabisa kwamba ingekuwa sasa hivi ingeambiwa kuna Musa, manabii na injili na nyaraka ziko kule, wasikilize hizo. Yaani kwa maana nyingine kuna Biblia, kuna neno la Mungu ambalo limekamilika. Sio miujiza. Sio mtu atoke kwa wafu ndio aje ahubiri ili kwamba watu wapate kuamini, hapana. Lazima watu wahubiriwe injili kwa kupitia means au kutumia hali ambayo tumepewa. Neno la Mungu lihubiriwe. Tunahubiri wengi ambao wanasimama kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu la ukweli. Lakini jambo jingine ambalo tunalipokea mahali hapa ni kwamba tunalipata mahali hapa mara baada ya kifo. Tunazungumzia habari ya kifo. Na nimesema tena, tunapozungumzia habari ya kifo mara nyingi sana sio habari inayopendeza sana, lakini ni habari ambayo ni ya ukweli, kwamba lazima siku moja kama Kristo atachelewa kurudi, tulioko katika uso wa nchi hatutakuwepo. Tutalala. Tutakufa. Anasemaje? Naye nasema kwamba ikawa yule maskini alipokufa akachukuliwa na malaika, basi na kifuani, lakini tajiri na yeye akafa akazikwa. Kwa hiyo lazima hii hatua tunazifikia. Mara baada ya siku ile ambapo umefunga, kumetokea na mtengano ambao tunasema ni mtengano. Ulipotokea tu hao watu walitengana. Yaani kuna mtengano ambao ulitokea wa moja kwa moja katika destiny, katika vituo ambavyo wanaelekea watu wakitoka mahali hapa, ni vituo viwili tofauti kufuatana jinsi ambavyo umeishi maisha hapa duniani. Wokovu ni sasa hivi. Wale tu ambao wamekufa katika Bwana watakuwa pamoja katika Bwana. Kama umekuwa na rafiki yako, umelala chumba kimoja, umekaa nyumbani, mmekula sahani moja, mmeshirikiana kila kitu, lakini siku ile ya mwisho unapoondoka mtatengana. Na ndio maana na sijui hapa hapo, unajua sasa namfikiria sana huyu tajiri huyu. Anapoambia una ndugu zangu kule, sijui alikuwa hawapendi tena. Unajua kama una ndugu zako kule nyumbani, si unategemea ukakaa nao tena baadaye. Lakini inafika mahali ambapo hata wale ndugu zako ambao ulikuwa nao, inafika mahali ambapo kuliko aje huko waende tu huko, yani waende tu sehemu ya mateso sana. Kwa hiyo picha tunapata tena ni kwamba kumbe mara baada ya maisha hapa duniani kuna mahali pa mateso. Kama utakufa pasipokuwa na Yesu Kristo. Wito wangu mkubwa nabakia pale pale. Mungu ametupa nafasi ya kuhubiri injili. Wahubirie wale nyumbani kwako sasa hivi. Mungu amekupa nafasi ya kuishi. Hubiri neno la Mungu sasa hivi. Wakati ni sasa hivi. Utakapomaliza utasema kwamba ningejua. Nikasema tena kule jana kama kuna matangazo yaliyopo kule nini? Too late. Umechelewa.
ningehubiri, yani unasema ninge, lakini hiyo neno ninge hainaga maana tena katika hali ya kawaida. Ningejua nisingefanya hiki, ningejua ningewahi, ningejua nisinge, hiyo inakuwaga ni too late. Muda ni sasa hivi. Lakini ni pointi pia, jambo la msingi sana ambalo watu wengi pia wanashindwa kuelewa. Hii habari ya tajiri na Lazaro, kuna watu wanasema kwamba labda mmoja alienda kule kwa sababu ya utajiri wake na mwingine alienda kule kwa ajili ya umaskini wake. Umaskini na utajiri sio sababu, sio kipimo hapa. Tajiri hakwenda jehanamu, hakwenda kuzimu kwa sababu, hakwenda jehanamu kwa sababu ya utajiri, lakini kwa sababu ya jinsi ambavyo aliishi maisha yake pasipo kumwalika Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Yeye ndiye uzima. Na hata kama ukifa utakuwa hujafa, utakuwa bado unaishi kwa sababu yeye ni njia na kweli ni uzima. Lakini pia yule ambaye ni maskini hakwenda mbinguni kwa sababu maskini wake. Wako wengi ambao na utajiri wao wanamtumikia Mungu vizuri, ni waaminifu, na Mungu amewabariki, na katika hali ya kubarikiwa na Mungu bado wanaishi maisha ambayo ni ya utaua, ambao wanatoa vyote kwa ajili ya Mungu. Na pia kuna maskini ambao ni wabaya sana. Hataki hata neema ya wokovu, hataki hata kusikiza habari ya Injili. Na wenyewe wataenda kule. Kumbuka, ndio ni kweli kuna sehemu ambayo ipo katikati. Kwa hiyo na maana kwamba mara baada ya kufa, nimesema nisome kifungu tukumbushane vizuri kwamba mara baada ya kufa sio mwisho wa kila kitu. Kwa hiyo usije ukadanganywa kwamba labda ninaishi hapa, siku nikifa basi mambo yote yameisha. Na hata hii inapelekea watu wengine ambao, kuna watu ambao wana commit suicide. Hiyo commit suicide, kujiua. Kuna watu wanapelekea kwamba labda kwa sababu ya hali ambayo naipitia ya mateso, labda ifika mahali anasema kwamba nichukue maisha yangu mwenyewe nijiue. Hiyo kwanza unakuwa ni kinyume na umevunja amri ya Mungu ambayo amesema kwamba usiutoe uhai wako na wa mwingine. Kwa hiyo unakuwa umekosea, lakini pia bado hukumu iko pale pale. Kitendo cha mtu kujiua maana yake kwanza huyo sio mtu ambaye ni Mkristo. Kwa maana nyingine, kama vile umeshajifungulia mwenyewe mlango wa kwenda mahali ambapo unapostahili, mahali pa mateso. Kwa hiyo mara baada ya kifo sasa kuna hiyo hali ya katikati. Tulikuwa tunazungumzia ile hali ya katikati, ndio tuliishia juzi kwamba hiyo hali ya katikati na makosa ya kitheolojia yanayozungumzwa sana kuhusu hii hali ya katikati, ambayo mara baada ya kifo mtu ameshakufa kweli, amekata pumzi, hamna tena mawasiliano ya mwili na nafsi, havipo tena. Mwili uko mahali pale unasubiriwa kwenda kuzikwa. Wakati wanakaa siku 2, siku 3, miezi kwa ajili ya maandalizi ya kuzika, saa ile nafsi imeshaenda mahali ambapo Mungu amepangilia ipate kuwa. Sasa hiyo hali ya katikati hiyo, baadaye ikisubiri hali ya kufufuka baadaye, wakati ambapo utaona ufufuo, hiyo hali ya katikati kuna kuwa na nini? Makosa ya kitheolojia kuhusu hali ya katikati ambayo tunaita ni intermediate state. Wako wanaokataa ufufuo wa mwili. Zungumzia wala kipindi kilichopita, kuna ambao wanakataa ufufuo wa mwili, na wale wanaokataa ufufuo wa mwili tulizungumziaje? Tulishazungumzia? Bado? Okay. Kuna wale ambao wanakataa ufufuo wa mwili kwamba hakuna ufufuo baada ya kifo. Yaani wanasema kwamba baada ya kifo ndio mwisho wa kila kitu kuwepo. Na hao ni watu ambao niita ni neo. Sasa neo yote ni kitu kibaya. Neo orthodox, neo liberalism, neo evangelicalism, yani hao wote wakishaita neo ni kitu kipya, na ukishakuwa na kitu kipya wote wanashikilia mafundisho ambayo ni mapya, ambayo pia hayapo, ni mafundisho ambayo sio ya msingi. Kwa hiyo wanakataa ufufuo wa mwili, wanasema kwamba mtu akishakufa ameshakufa, na vifungu vyote vinavyozungumzia habari ya ufufuo watasema kwamba ni mifano tu. Hilo ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaamini kuna kufufuo. Kwa hiyo sisi sio neo, sisi ni orthodox, sio neo orthodox. Na pia kuna ambao wanaita liberals, kuna ambao wanaita ni neoliberalism, kuna ambao wanaita ni fundamentalism, kuna ambao wanaita neo fundamentalism. Ukishaita neo, hicho ni kitu ambacho pia kimeshaweka kauongo ndani yake. Lakini pamoja na wale ambao wanakataa kufuka mara ya pili,
kuna wale wanaokataa uwepo wa fahamu kwa mtu ambaye amekufa. Yaani wanajua kwamba wanaita ni soul sleep, yaani nafsi inalala au saa nyingine inateketea kabisa, inakuwa haipo. Ni kama vile mtu akishakufa basi kila kitu kinakuwa kimeshapotea, kipo tena. Na wale ambao wanasema kwamba wale waliokufa uingie katika hali ya kutokuwa na fahamu, iwe ni usingizi wa nafsi au kutoweka kabisa, uangamivu, unaangamia, unateketea kabisa, wanaita annihilation. Nafikiri tulisoma cults la semester, ambao tumeshasoma cults kwa pamoja, au vile vikundi vya kikanisa. Tulisoma habari hizo kwamba kuna watu ambao wanachukulia kwamba mtu akishakufa maana yake ni kwamba anaacha hata kuwepo tena. Mashahidi wa Yehova na Waadventista wa Sabato na wenyewe pia wana msimamo hiyo, ingawaje sasa hivi pia na wenyewe wamebadilika kidogo. Baada ya injili inahubiriwa sana, na wenyewe pia wanakuwa katika ile mrengo wa kuhama kutoka katika mafundisho ya uongo na kuja katika mafundisho ya ukweli kidogo kidogo, lakini bado katika vitabu vyao vya asili bado wanakuwa wameshikilia mafundisho ya namna hiyo. Labda niseme jambo moja ambalo nimesema limekuja akilini, nilikumbusha. Unajua mara nyingi sana tunapozungumzia makosa yanayofundishwa na vikundi mbalimbali vya kikanisa au madhehebu mbalimbali, inawezekana unapokutana nao kule nje au kawa na ndugu yako ukaongea, anaweza asikuambie jinsi ambavyo tunakufundisha. Lakini tunachozungumzia sisi ni nini? Msingi wao ni nini? Msingi. Ukienda katika katekism, ukienda katika ukiri wa imani ambao wanaamini. Ni kwa mfano, nitakutoa mfano rahisi. Sasa hivi kuna kanisa la Roman Catholic Katoliki, sasa hivi wanaamini mpaka wanaonena kwa lugha. Wanaamini wokovu mpaka kunena kwa lugha na charismatic. Sasa ukisema kwamba Katolika waamini wokovu, watakushangaa. Sasa unaamini wokovu, lakini je, msingi wao ni nini? Yaani unapoenda katika msingi wao ni nini? Ndio hapo tatizo. Kumbe bado wanaamini wokovu kupitia Maria. Ndio tunachozungumzia hapo. Zamani Ukatoliki wa kwanza kabisa ulikuwa uruhusiwi kushika Biblia hivi. Si ndio? Uruhusiwi kabisa kushika Biblia. Walikuwa wanatumia tu kitabu cha Misali au Biblia, na Biblia inashikwa mtu mmoja tu, kiongozi peke yake. Lakini siku za leo wanashika. Lakini pamoja na kwamba wanashika, lazima tuangalie kwamba je, fundisho la msingi ambalo liko katika mafundisho yao hawajayafuta, hawajayaondoa bado. Kwa hiyo pia tunapozungumzia hii habari ya soul sleep au kulala na nafsi kulala au kutoweka kabisa, kama jinsi ambavyo inafundishwa na mashahidi wa Yehova na Waadventista wa Sabato SDAs, ukikutana naye inawezekana asikuambie hivyo kamili, lakini je, msingi wao ni nini? Wakina Ellen G. White alichofundisha nini? Wakina Rosa Tissels walichofundisha ni nini? Ndio ambao tunajaribu kuangalia msingi wa mafundisho yao ya asili. Kwa hiyo ni katika hali ya kawaida wanasema kwamba mtu akishazikwa na nafsi inaenda mahali kwamba ile nafsi inakuwa haina ufahamu. Lakini tunasomaje habari ya Lazaro na tajiri hapa? Walikuwa haina ufahamu? Ina ufahamu. Sababu anasema kabisa kwamba ninakaa, anasema chovya hata yani niletea hata tone la maji ili kwamba niburudishe. Ninasikia mchomo mkali sana wa moto mahali ambapo nilipo, ni mahali pa mateso. Kwa hiyo maana nafsi inakuwa ina ufahamu. Mtu anapokufa nafsi inakuwa na ufahamu. Mwili sawa, tunauzika mwili pale, lakini pale nafsi inakuwa na nini? Na ufahamu. Huyu tajiri na huyu nani mwingine, Abraham, kifoni mwa Abraham, anaona kabisa kwamba pale tajiri Lazaro maskini yuko pale katika hali ya starehe, anafurahi. Na huyu Abraham anamwambia kabisa yeye kule ulifurahia, sasa hivi unapata mateso. Kwa hiyo ina maana ni vice versa. Huyu aliteseka, sasa hivi anapata raha. Kuna hali ya fahamu mara baada ya kuondoka hapa duniani. Tusiwafariji watu katika maziko kukiwaambia kwamba huyu anapumzika sasa hivi. Sawa, amepumzika taabu za nini? Za hapa duniani. Hata lima, hata enda shambani, hata pewa assignment tena za kufanya, hizo hazitakuwepo tena of course.
Sawa, homework hazita kuwepo, kuamka asubuhi na mapema, lakini nafikiri kuamka pia bado kupo. Sasa utaona msifu Mungu milele na milele. Na maana kwamba kuamka mapema bado utakuwepo. Kwa nini? Yaani lakini zile shughuli za kukimbizana na majukumu ya hapa duniani ndio ambayo tunafanya nini? Tunapumzika. Baada ya kazi na taabu zinapumzika hizi za hapa duniani. Lakini si kwamba utakuwa hauna fahamu. Fahamu bado inakuwa iko pale pale, kwa sababu kama ni mateso utapata mateso, kama ni raha utapata raha. Mwili utakuwepo. Mwili of course, mwili na kama unasubiri siku ile ya kufuka na muunganiko tena. Tuendelee. Hali nyingine au kosa jingine au makosa mengine ya kithiolojia ni ambayo yanafundishwa na nadharia ya purgatory. Na nadharia ya purgatory inasema kwamba purgatory ni nini? Purgatory ni fundisho la Roman Catholic, la Wakatoliki, Roman Katoliki, na kwanza ni toharani, ni mahali pa maangojeo. Ni fundisho ambalo lilitoka sana na lilitolewa sana katika karne za kwanza kule. Na kusudio lake ni nini? Kusudio la purgatory ni fundisho ambalo saa nyingine, unajua saa nyingine kuna mafundisho mengine ya uongo ambao ukiyafuatilia sana yanaweza yakawa kama vile yanakuvutia, yanakushawishi. Na kunakuwa na kaushawishi fulani ambako kanataka kukutia uweze kuamini kwamba kuna kaukweli ni fulani ndani yake. So anakuambia kwamba mtu ambaye anaishi hapa duniani kweli anaishi maisha ambayo sio makamilifu. Kwa hiyo maana unapomaliza safari yako hapa duniani, inawezekana siku ile unapokufa na dhambi fulani. Kwa ile dhambi ili iishe kabisa iondoke, lazima ukakae mahali ungojee, alafu ndio uende mahali pengine pazuri. Sasa ili uame pale, lazima simesha ondoka hapa dunia, lazima kuna watu ambao watasaidia kukamilisha. Na ndio maana Wakatoliki, katika maziko ya Katoliki kuna kitu ambacho inaitwa ibada ya misa ya wafu na ibada ya kuombea wafu marehemu. Unapomuombea, lazima umuombee bure, unaombea kwa kutoa sadaka kiasi fulani. Unapotoa ile sadaka inasaidia kumuhamisha mtu kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine pazuri. Na hilo ndio fundisho ambalo walitambanalo sana kina Tetzel. Na ndio kitu ambacho kilimuudhi sana Martin Luther mpaka akaanzisha matengenezo ya kanisa. Kanisa lazima litengenezwe. Kulingana na kanisa la Roma, nafsi za wale walio wakamilifu wakati wa kifo huingia moja kwa moja mbinguni. Wale ambao ni wakamilifu. Lakini wale ambao hawajasafishwa kikamilifu wakati wa kifo, na hiyo ndio hali ya watu wengi, yani ambao ni wakamilifu ni wachache sana, wale ambao watakaoitwa watakatifu. Wengine wote watu wengi wanahitaji utakaso. Na wanahitaji utakaso mahali ambapo mahali panapoitwa purgatory, mahali pa kusafishwa. Muda wa kukaa kwao purgatory au mahali panapoitwa purgatory tofautiana kulingana na mahitaji ya mtu binafsi. Nategemea ulipokufa ulikuwa na mzigo wa dhambi kiasi gani, au wale walioko duniani wanaweza kukutoa pale kwa muda gani. It's very strange, jambo ambalo ajabu sana. Na watu wanaenda huko, na watu wanapenda hayo mafundisho, na watu wanakubaliana nayo. Wewe na maana kama umekufa ukiwa na mzigo mkubwa wa dhambi, alafu ndugu zako hawezi kufanya ibada za misa kukulipia haraka uondoke mahali pale, maana utakaa purgatory kwa muda mrefu zaidi. Kuna ambao wakifa baada ya mwezi mmoja tu, siku chache, leo anakaa tu purgatory, baada wakilipa tu anaondoka tu mara moja, kutegemea jinsi ambavyo watu wamelipa. Na mnaposoma church history, nafikiri mmesoma historia ya kanisa, nafikiri mmesoma vizuri kabisa jinsi ambavyo Tetzel alivyokuwa anafanya ile biashara ya kuuza zile hati za msamaha wa dhambi. Unaponunua, maana yake ni kwamba unaponunua sio tu unasamehewa dhambi, lakini pia unanunua kwa ajili ya ndugu yako ambaye tayari yuko purgatory, ili kwamba apate msamaha. Hivi utakubali ndugu yako kweli akae purgatory, mahali pa mateso? Mimi nitaenda kuuza mali zangu zote nilizonazo ili kwamba nihakishe baba yangu ameshakufa. Kwa hiyo kufundisho hili, mali zangu nilizoishi kwamba kama baba yangu yuko pale purgatory anakaa mahali pa mateso, nitajitahidi niuze mali zangu nilizozote ili nilipe kanisa la Katoliki, ili kwamba baba aondoke pale aende wapi?
aende mbinguni, aende mahali pazuri. Lakini ni jambo ambalo very ridiculous, ni jambo la ajabu sana. Kama kweli tuna jinsi ambayo tunaweza tukafanikisha wokovu wa mtu aondoke hapa aende mahali pengine pazuri. Maana kazi Yesu msalabani imeisha, imekwisha. Yaani kazi Yesu aliposema yote imeisha, maana yake ni kazi bure. Na maana bado kuna jinsi ambavyo lazima wokovu kamilishwe kwa matendo yetu sisi wenyewe, kitu ambacho pia ni fundisho ambalo sio la kibiblia. Ni kweli naambia kwamba muda huu unaweza kufupishwa kwa kupitia maombi, matendo mema na misa zinazofanywa na marafiki na ndugu ambao ni wacha Mungu. Na sengine nasema kwamba kuna kitu mnaita merits. Nasema kwamba kuna watu ambao wamefanya matendo mema mpaka kapitiliza. Kwa wakati mwingine muomba mtakatifu fulani atuombee, maana hiyo mtakatifu ameshafanya matendo mema yakapitiliza, yakao mengi zaidi, yaka overflow. Kwa anatakiwa pia amgawie na mwingine ambaye pia na yeye hajatosheleza, ili kwamba na yeye amsaidie. Nzuri. Kama na neno kwa sasa ndio kaendelea na kanisa zako, si unaweza kutubu baada ya kufa. Baada ya kufa unaweza kutubu. Wala tu usio na kama una kilo moja ya dhambi, kuna mapema kuliko kilo 10. Kama una dhambi nyingi kupitiliza. Hakuna udhibitisho wa ufundisho hilo kibiblia kabisa. Hakuna mahali popote ambapo tunaweza tukapata fundisho au dhana ya purgatory au toharani katika Biblia. Hakuna mahali popote. Ni fundisho ambalo uelewa sahihi kulingana na Biblia ni kwamba nafsi ya waamini, nafsi ya muumini yote, wakati wa kifo chao ufanya kamilifu katika utakatifu na uingia mara moja katika utukufu. Na ndio kitu ambacho tunakiona hapa kwa maskini. Jinsi alipokufa tu mara moja. Alipokufa akachukuliwa kifuani mwa Ibrahim. Hakuenda mahali pengine pa kwamba akae mahali alafu aanze kupimwa kama ana kilo moja ya dhambi au ana nusu kilo ya dhambi. Moja kwa moja baada ya kifo tunaambia kwamba alienda mahali ambapo ni pa starehe. Moja kwa moja straight alienda. Kwa hiyo ufanye katika na miili yao ikiwa bado imeungana na Kristo hupumzishwa kaburini mwao hadi ufufuo. Kwa hiyo na maana kwamba kinatokea nini? Huyu ni Mkristo amefariki. Nijitolee mfano mwenyewe, sababu nikitolea mfano mnaogopa. Mnanitolea nyinyi mfano mnaogopa. Ninajitolea mwenyewe. Mimi nimekufa. Mara baada ya kufa katika Kristo, moja kwa moja mtakachoendelea kukifanyia ibada hapa duniani ni nini? Ni mwili. Ni mwili tu. Lakini nafsi, uhai, roho imeenda kwa yule ambaye nini? Alitoa. Na Mkristo maana yake ni kwamba inaenda moja kwa moja kwa Mungu. Mwili unakuwa bado umeunganika na Kristo, lakini unazikwa. Unazikwa kaburini ukisubiri siku ile ambapo ni ya ufufuo. Narudia sentensi mara nyingi sana ili kwamba hata tunapofanya ibada hizi, tunapokuwa katika ile ya kuongoza ibada, tuwe makini sana tunapopeleka ujumbe wa Injili na taratibu zile ambazo tunawapelekea watu. Kuna watu ambao nimesikia mara nyingi sana katika ibada ya maziko wanakuwa katika hali ya kuwapa watu matumaini ambayo hayapo kimaandiko. Na hata wakati mwingine tunaposema pumzika kwa amani, rest in peace, of course sisi ambao tunaambia watu rest in peace, Mungu ndiye mwenyewe anaamua kwamba mtu ame rest in peace namna gani. Na ule mwili ambao tunauzika sio wenyewe ambao tunauambia rest in peace. Sawa? Ule mwili kama mwili wenyewe, mwili hata utupe huko haina shida, Mungu atakufufua siku atakapotaka mwenyewe. Kwa ule mwili wewe ufanyie maziko mazuri na nini, lakini bado unabakia kuwa ni mwili, unarudi kuwa udongo kama jinsi ambavyo ulikuwa udongo. Kwa upande mwingine, sasa nimekufa katika Kristo. Kwa upande mwingine, nafsi za wasioamini, labda mimi nimekufa lakini nilikuwa bado sijaokoka, kwa wasioamini huenda mara moja mahali pa mateso wakati wa kifo chao, huku miili yao ambayo haina uhusiano na Kristo ikiwa makaburini kingojea ufufuo wa mwisho kwa ajili ya hukumu. Okay, kwa hiyo kuna destination mbili. Miili yote inazikwa. Tofauti ni kwamba huu mwili mmoja unazikwa ukiwa na uhusiano na nani? Na Kristo.
Huu mwingine unazikwa, hauna uhusiano na nani? Na kwa hiyo hakuna jinsi ambavyo huu mwili ambao umezikwa bila uhusiano na Kristo utakuja uwe na uhusiano na Kristo mara baada ya utengana. Hakuna uwezekano. Sababu mwili hawezi kupata injili, hawezi kusikia tena injili. Huu mwili hauna nafasi tena ya kuhubiriwa. Wewe siku ile ubiri hata leta mapadri, maaskofu na nini wafanye, huu mwili umetengana pasipokuwa na uhusiano na Kristo, hautakuwa na uhusiano na Kristo. Imeandikwa mtu kufa mara moja, mara baada ya kufa ni hukumu. Na zile nafsi sasa za mtu ambaye amekufa bila Kristo inaenda moja kwa moja mahali pa mateso. Angalia jinsi hapa nazungumzia pale kwa habari ya yule tajiri. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Mstari michache sana. Alikufa akazikwa. Very simple. Hakuna mjadala zaidi hapo. Na mara baada ya kuzikwa mateso yanaanza pale pale. Kwa sababu kule kuzimu aliyeinua macho yake katika mateso. Sio katika raha, sio katika mangojeo, sio katika ibada ilifanyika mahali fulani kwa ajili ya kumsamaha wa dhambi. Aliinua macho yake katika mateso, akamwona Ibrahimu ambaye sasa ndio tumaini, lakini tumaini ambalo umechelewa. Hakuna tena msaada. Hajua kama mtu amekufa bila Yesu Kristo. Mimi naamini wale ambao wanakufa bila Kristo, naamini of course Biblia, naamini wale wanakufa bila Kristo. Nafikaga mahali wanaona watumishi ambao Mungu alikuwa anahubiria katika ulimwengu wa roho. Wanatamani kwamba hata nirudishwe duniani nikasikilize injili hata kwa dakika chache tu alafu niokoke. Lakini naambia ni too late. Unamwona Kristo kabisa ambaye amekufa msalabani, lakini sasa ni mbali, utamuona, utamsogelea tena kwa sababu is too late. Ulipewa nafasi ya kutosha. Na ile nafasi Mungu ametupa ni sasa hivi. Shukuru Mungu jina neema Mungu aliyotupa. Neema ya kuendelea kuishi. Unajua wakati mwingine huwa tunatafakari sana au unatafakari sana hivi, kwa nini Mungu amenipa nafasi ya kuendelea kuishi? Hivi Mungu nini ananipa nafasi ya kuendelea kukaa? Ni sababu hizi mbili. Nakumbuka ule mti ambao pale bustanini. Huyu jamaa alikuja akasema, "Sio mti hauna matunda, afanye nini? Nadhani ukate." Unajua saa nyingine, niwaambie ukweli, saa nyingine Mungu anapokutupa neema ya kuishi, kuna mambo haya either bado hujamzalia matunda au anataka umzalie matunda zaidi, au kuna kitu ambacho anatakiwa ufanye tena zaidi. Sasa kwa siku moja nilikuwa naongea habari ya mwaka mpya. Mungu ametupa mwaka mwingine. Watu wafurahi, nashukuru Mungu amenipa mwaka mwingine, unafurahia. Katika kufurahia, jiulize unafurahia ndani ya Yesu Kristo? Unafurahi ndani ya Yesu Kristo au unafurahi nje ya Yesu Kristo? Kwa sababu kama ni nje ya Yesu Kristo, inawezekana kwamba bado katika hukumu ya Mungu. Yaani shina limefanya nini? Shoka limeshaweka kwenye shina. Usipozaa mwaka huu na nikata tupa motoni. Sababu uko nini unasumbua ardhi bure? Lakini Mungu bado ana huruma. Sema hapana, hebu niachie. Uache tu, nitakupalilia mwaka huu na uwekea mbolea, utaleta na mhubiri mwingine ambao labda mhubiri ulikuwa unahubiriwa mwaka jana na kuleta na mhubiri mwingine, mtengenezaji bustani mwingine, atengeneze vizuri. Kama hata inawezekana ukasikia sauti ya Mungu. Mungu amekupa nafasi, tumepewa nafasi, lakini pia sio kwa ajili yako binafsi, pia kuwaambia na wengine. Anaambia wale wa nyumbani mwake wapate kuambia na wewe habari ya wokovu. Kwa hiyo unapotengana pale, unazikwa, zote zinasubiria ufufuo. Miili yote inasubiri ufufuo. Lakini pia ufufuo utakuwa tofauti. Endelea kuona huko mbele jinsi ambavyo ufufuo utakuwa tofauti. Ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza utawahusu wale tu ambao miili yao imeungana, imelala ikiwa na Kristo. Wale watafufuka pamoja na Kristo na kuungana na nafsi zao ili kwamba wapate kumlaki Bwana mawinguni. Wale wengine makaburi yao yatakuwa yameendelea kufungwa hivyo wakisubiri ufufuo wa pili. Kwa ajili ya nini? Ya hukumu ya milele. Mateso ya milele, ziwa la moto. Niseme kwamba hakuna nafasi ya pili baada ya kifo. Hakuna nafasi ya pili baada ya kifo. Kwa hiyo alisema kwamba
tukafanya ibada ya kumuombea fulani aliyekufa, kwamba tumuombee. Umekuwa na huo mjadala sana, na huo mjadala nimeuona, na nafikiri walikuwa wanajadili mjadala ni huko mtandaoni, umeendelea sana. Lakini pia nafikiri wanajadili ni Wakristo ambao ningetegemea ni wa Protestanti ambao si wa Katoliki. Ni wa Protestanti wanasema kwamba hata sisi tunakuwa na ibada ya kuombea au ndugu zetu, yani kama vile wanaona ni kitu ambacho mtu raise issue, asema kwamba ibada ya kuombea wafu. Anasema hapana, mimi naombeaga sisi, hata sisi kanisa letu la Kiluteri tunaombea. Kiluteri naombeaga wafu siku hizi. Kuna ibada ya wafu ya Katoliki ya Luteri. Sasa mtu anasema sisi na Luteri pia tuna ibada hiyo ya kukumbuka watakatifu si na nini na nini. Luteri wanayo. Anasema sisi tunafanya makumbusho na tunafanya ibada. Hapana. Jibu ni hapana. Na kama kuna watu wanafanya ni upotovu, ni aina ya mapokeo. Unajua shida ni kwamba sasa hivi ulimwengu umeenda katika mifumo ya mapokeo. Yaani naona kwamba watu fulani wanafanya kitu fulani na wakifanya labda kinavutia watu, na wanafanya nini? Unaiga, unafanya. Makanisa mengi sasa hivi yanapotea kwa sababu ya kwenda katika taratibu za mapokeo. Ndio umeenda katika mambo ya meza ya Bwana. Sasa hivi tunashiriki, kila mtu anashiriki meza ya Bwana. Sasa hivi taratibu ya meza ya Bwana ni kama mtu anagawa sadaka, anagawa karanga kule sokoni. Imekuwa meza ya Bwana kama tu gawa tu kila mahali. Haya ni mapokeo ambayo hayana maana pia. Asipoangalia wa makanisa ambao ni ya msingi wa Biblia, tusipoangalia kwa sababu ya mapokeo pia inaweza kufika mahali sisi tuanze kugawa tu meza ya Bwana kwa kila mtu, ili na tufanane na wale, ili tufanane na wao, ili tuwavutie. Let's be very careful. Kwa hiyo sema kwamba hakuna nafasi ya pili baada ya kifo, wala hatupasi kumpa matumaini mtu asiyeamini anayekufa pasipokuwa na Yesu Kristo. Hakuna nafasi ya kupa matumaini. Ibada ya wafu na maombi kwa ajili ya wafu ni ibada ya kizushi na taratibu za makanisa ya Katoliki ya Uroma. Kwa hiyo ni taratibu ambazo ziliwekwa mahali pale na kusudio lake kubwa. Niseme kwamba kwa ibada za hizi misa za wafu, si tu kwamba wanawapa matumaini ya uzima wa milele, sababu labda inawezekana katika hali moja kunakuwa na matumaini ya uongo, lakini niseme kwa wazi kabisa kwamba hii inasema bila kificho kwamba ni mpango pia wa kupata fedha. Pesa inapatikana nyingi sana katika ibada hizi. Sababu misa zinakuwa na misa ndogo na misa kubwa, na misa hizi zote zinalipiwa. Lazima ulipe kiwango fulani cha pesa ili kwamba uendeshe ibada ya misa hii ya wafu. Haifanyi bure. Na kile kiwango cha pesa kinacholipo kinaenda moja kwa moja katika central fund, katika hazina kuu. Na unapata matumaini kwamba ndugu yako ameondolewa kwenye moto, ameenda mahali pengine pazuri. Teza alikuwa anasemaje? Wakati pesa yako inapoingia katika ile boksi la nini? La kukusanyia, ikigonga kule hivi, nafsi inashtua kutoka mahali inaenda mahali pengine. Kwa hiyo naama. Alikuwa mhubiri mzuri wa kutafuta fedha, alikuwa ni mpiga debe kama siku za leo. Yaani alikuwa ni rapport, alikuwa ni mpiga debe mzuri kwamba ni jinsi gani ambavyo aweze kupata fedha nyingi zaidi. Angalieni watu, angalieni ndugu yako yanga msengine kama ni sasa hivi. Hata na video na video. Angalia ndugu yako anavyoteseka. Unaona hapa anateseka sana kwenye moto. Lakini weka pesa, ukisheka tu ikiingia hapa, nikisaini tu hapo, mara hiyo kwamba nafsi yake imehama hapa, imeenda mahali hapa. Unafurahi kutoa. Unatoa cheerfully. Kumbe unajenga kanisa la Katoliki zaidi na zaidi. Wengi walikuwa wanaenda kupeleka pesa kwa ajili ya mtu huyu. Mwingine ajui kwamba mwingine kaenda tayari. Ndio hivyo. Kila unapopeleka unaonekana kama unafanya tendo jema. Kwa hiyo na wewe pia unajitengenezea nini? Hazina ya mambo mazuri. Kwa hiyo yaani unajua unatengeneza kwa sababu ya kujua kwamba ninapofanya hivi pia ninapata faida, napata merit, napata faida. Kwa hiyo unajiwekea hazina yangu pia, na mimi najiwekea hazina yangu. Baadaye mimi naweza nikafanya niwe mtakatifu. Mtakatifu aanze kuombea wengine. Biblia inatuambiaje? Kitabu cha Waebrania mlango wa 9:27 imeandaliwa kufa mara moja
mara baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo maombi kwa ajili ya wafu hayatasaidia chochote. Mafundisho kuhusu limbo. Kuna kitu ambacho inaitwa limbo. Mafundisho kuhusu limbo. Kuna limbo au limbo, ziko limbo za aina mbili katika mafundisho ya Kikatoliki. Na limbo maana yake ni nini? Limbo pia ni mahali pa kusubiria. Kuna limbo ya limbo patrum na limbo infantum, limbo ya ukubwa na limbo ya watoto. Ina maana kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa la Katoliki, watakatifu wa Agano la Kale walizuiliwa katika limbo, wanaitwa limbo patrum, hadi pale Kristo alipowaweka huru katika kipindi kati ya kifo chake na kufuka kwake. Na hapo ndio tunapata ile fundisho la akashuka kuzimu. Ile fundisho linakuja pale akashuka kuzimu. Maana yake ni kwamba akina Musa, akina Adamu, Musa, Daudi, Solomoni, wote walikuwa wajaenda mbinguni. Walikuwa wamekaa mahali pa wababa. Patra maana yake ni neno ni pater, na pale neno baba, kwa ni limbo ya baba. Walikuwa wanakaa mahali pa mangojeo wakisubiri mpaka Yesu alipokufa na kufuka kwake. Hatuna hilo andiko pia katika Biblia. Na wanasema kwamba wanakaa mahali pale na walikaa wakasubiri pale kwa muda wote Kristo alipokufa na kufuka, wakahama wote sasa wakaenda katika mbinguni, wakaenda mbinguni. Ni fundisho ambalo lipo na ni fundisho ambalo pia linakuwa backed up na baadhi ya mapokeo kama ile zungumzia Petro, na pia kuzungumzia ile la imani ya mitume kwamba akashuka kuzimu na akaenda kuchukua funguo na akashinda shetani. Lakini sidhama Yesu alikuwa na sababu yote ya kwenda kuzimu. Kuna limbo nyingine. Ile limbo nyingine nataka nikwambie pia. Kuna limbo ya watoto. Ni mahali panapodhaniwa, sio mahali hapo. Ukiwaambia limbo iko wapi, hakuna mtu atakuambia iko mahali fulani. Lakini ni mahali panadharia pa kufikirika au pa kufikiria kwamba makazi ya watoto wote ambao hawajabatizwa. Kwa mtoto akifa kabla hajabatizwa, anaenda wapi? Anaenda kwenye limbo ya watoto. Mahali pa mangojeo ili kwamba umfanyie ibada, umtolee sadaka, umuhamishe kutoka limbo kwenda mahali pazuri. Kwa hiyo watoto wote ambao hawajabatizwa, maana yake ni kwamba, nakumbuka kwa nini nasema hawajabatizwa? Kwa nini sentensi imetumika ambao hawajabatizwa? Kikatoliki wanaamini kwamba ubatizo ndio nini? Ndio wokovu. Maana yake ni very straight. Kwa hiyo kama mtoto amekufa hajabatizwa, maana yake hajaokoka. Na kama hajaokoka, maana yake ataenda sehemu ya mangojeo, limbo akisubiri kwamba je, tunaweza mkatoa sadaka kumuhamisha mumpeleke mahali pazuri? Kwa mujibu wa mafundisho yao, watoto wote waliobatizwa huokolewa moja kwa moja na hatimaye ni mbinguni, lakini wale ambao hawajabatizwa basi inabidi wakae. Hakuna udhibitisho wa kibibilia kwa mitazamo hii, hivyo basi ukakataliwa kama mitazamo potofu. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba hii yote ni mafundisho ambayo yastahili, ni mafundisho ambayo yafai, ni mafundisho ambayo ni ya upotovu kuhusiana na hii hali ya katikati. Fundisho sahihi ni nini? Mara baada ya kifo, fundisho sahihi kabisa ambalo, yani kuna mafundisho mengi ambayo yanaweza kazuka kutokana na hizi hali ambazo tunazipitia, lakini fundisho moja ambalo lazima tusimame nalo na lazima liwe ni msingi wetu, lazima liwe ndilo ambalo tunafundisha watu wapate kujua. Kumbuka jambo moja hili. Mwanadamu anapokuwa katika hali ya kuishi, anaishi katika hali ya dhambi. Ni kweli tumeishi katika hali ya dhambi kwa sababu wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi. Na tukijua hilo kwamba tumetenda dhambi, maana yake nini? Tunamhitaji mwokozi, tunamhitaji Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Anasema yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia mimi.
Mara baada ya kujua na kusema, akasema tena kwamba na imeandikwa kwamba mtu kufa mara moja mara baada kufa hukumu, lakini pia akatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana nyingine lazima huyu mwanadamu mwenye dhambi atakufa, bali karama ya Mungu ni uzima milele. Kuna uzima milele katika Yesu Kristo. Hayo ni mafundisho ambayo lazima tuwafundishe watu wakiwa bado wanaendelea kuishi hapa duniani, sio mara baada ya kifo. Hayo ni mafundisho ambayo yapasa mtu kusikia. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Huwezi kumhubiria mtu ambaye ameshakufa kwa sababu hata sikia tena lile neno. Huwa hakuna kitu ambacho huwa kinanipa hofu sana. Of course Mungu ni wokovu, ni wa Mungu, tunakubalia wokovu ni wa Mungu. Lakini hamna kitu ambacho kinanipaga hofu sana kama kumwendeshea mtu sala ya toba akiwa hajitambui. Siku moja niliitwa hospitali. Siku moja mtu anishauri, mtu alishangaa, sasa mbona unafanya mtu sala ya toba mara mbili? Niliitwa hospitali, ni of course nilikuwa hapo nyumbani nimepumzika. Kapiga simu, uko karibu hapo, kuna mgonjwa amekuja sumu na natakiwa ukampe huduma. Amekuja sumu, anataka kujiua. Of course nikaenda haraka, bahati nzuri nikamwahi, lakini alikuwa hana fahamu kabisa. Alikuwa ameshakuwa pweza fahamu. Nikaongea naye, ananiangalia, anafungua, anataka kuongea lakini hawezi. Namsemesha na nafanya tu hivi. Yaani kama vile fahamu hamna tena. Of course nikaomba naye. Mara baada ya kuomba, sasa nataka nimkabidhi mikononi mwa Mungu ili kwamba hata atubu. Nataka mwenyewe atubu kwa kinywa chake, atubu yeye. Mimi siwezi kutubu kwa niaba yake. Nataka atubu yeye. Alitamka maneno machache kama nataka kuongea, lakini nafikiri aongee. Sasa baadaye akapewa huduma. Mara baada ya kidogo akaanza kupata fahamu. Nikamhubiria tena. Mara baada ya kumhubiria nikamwendesha sala ya toba. Nesi alikuwa anasema, mbona mtubisha mara mbili? Kama ile ya kwanza sikuwa na uhakika, sababu ya kuongea yeye mwenyewe. Maana yake kusema hayo ni nini? Maana yake ni kwamba huyu mtu lazima nihakikishe, yani atamke mwenyewe kwa kinywa chake na kwa moyo wake mwenyewe pia ajue kwamba alichofanya nini ni makosa. Sasa ukija baadaye sema mahali pema tuna uhakika gani? Yeye kwa kinywa chake hajakiri. Akisha kufa ameshakufa, hakuna jinsi ambayo unaweza kusema tena tunamwendeshea sala ya toba akiwa amekufa. Ingekufa yenyewe hatua kwanza ningekiri kwamba inawezekana kwamba hata hajaokoka. Mara baada ya kukiri, mara ya pili alipopata ufahamu akakiri, mpaka leo anaishi. Huyu binti anaishi, ni binti anaishi, na mpaka leo huwa nakutana naye, namsalimia, mwambie Yesu anakupenda sana, mtumikie Yesu. Maana yako kusema yote nini? Lazima tunapokuzungumzia habari ya siku za mwisho, tusizungumzie tu siku za mwisho katika hali ya kuanza kwamba labda kutakuwa na tumaini baadaye. Sasa hivi. Kwa hiyo hubiri injili sasa hivi, na mwambie mtu mwenye dhambi atubu, kwa sababu asipotubu maisha ya baadaye ni ya maisha ya mateso. Huyu tajiri anapofika kule anaona kwamba kumbe kuna nafasi ya kuwaambia watu kule, lakini it's too late, hana nafasi tena. Lakini pia waambie watu, mwambie mtu kabisa kwamba utakapokuwa umekufa pasipo Yesu Kristo, tutazika mwili wako hapa, lakini nafsi yako itaenda mahali pa mateso. Mpe Yesu Kristo maisha yako sasa hivi. Naomba tafakari mambo ya siku za mwisho. Narudia tena sentensi nimesema mara nyingi. Naomba tafakari habari ya siku za mwisho, siku za mwisho, siku za mwisho. Haina maana yoyote ya kusema ya kujifunza habari za siku za mwisho kama hizo siku za mwisho naziendea namna gani. Je, ninalo tumaini? Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ambao tumeshasoma mstari ambao niusome tena. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3.
Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3, naomba nisome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Maana yake ni kwamba tunaangalia mbele zaidi. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Wapenzi, sio kila mtu, sawa? Wapenzi, tutafanana naye, yani wale ambao ni brethren, wale ambao ni ndugu katika Kristo, tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Wakati ule tutamuona kama alivyo, wale ambao wapo katika Kristo Yesu. Mstari wa 3 ndio nautaka huo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa maana kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tujitakase, tuwe safi, ili kwamba Kristo atakapokuja tukafanane naye. Kama tutakuwa tumelala, tufufuke pamoja naye. Na kama tutakuwa bado hai siku ile, tunyakuliwe tukakae pamoja naye mawinguni. Niulize swali kabla hujaenda break, niulize swali. Hivi ikitokea tangazo sasa hivi kwamba Yesu anakuja sasa hivi, yani akisema, yani assume limetokea tangazo kwamba Yesu anarudi sasa hivi, utakuwa na sababu kumwambia aje baadaye? Utakuwa na sababu ya kumwambia, yani postpone njoo baadaye? Mara nyingi sana tunapewa wito, na kuomba uje mara moja. Kuna kazi nafanya, nikimalizia nitakuja, sawa. Lakini Yesu akisema ninakuja sasa hivi mwenyewe, kila mtu alivyo hapa. Hakuna, yani sisemei jumla, kila mmoja kwa nafsi yake. Akisema sasa hivi ndio huyo anakuja, yani unaangalia ndio wale anakuja, ndio wale anakuja. Utamwambia subiri kidogo. Na kama kuna sababu ya kumwambia subiri kidogo, lazima tujiulize, tuwe tayari, kwa maana saa tusiodhani mwana wa Adamu anakuja. Saa tusiodhani, wakati wote, iwe mchana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe saa yote, anakuja. Utakuwa tayari? Are you ready? Na ndio maana tunaingia sasa sehemu ya pili, ambayo sasa tutakuwa tunazungumzia kuja kwa pili kwa Kristo. Sasa ndio sasa tumeshazungumzia habari ya kifo, na mara baada ya kifo sasa tumeshakufa au umeshakufa amekuwa hai, lakini sasa kuna habari ya kuja kwa Kristo mara ya pili, kuja kwa Kristo mara ya pili, ambapo atakuja. Na kipindi hiki cha atakapokuja mara ya pili ndicho mada ambayo tunazungumzia mara baada ya break. Tuende break, alafu tutakutana tena. Tafadhali njoo na dakika, tunaambiwa sasa hivi ni dakika. Kuja kwa Kristo mara ya pili ndio maana hapo tunaendelea sasa hivi. Na nitangulia kusema kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili ni fundisho muhimu sana katika maandiko. Ni kitu ambacho ni cha msingi, sababu msingi wetu wa maisha ya Kikristo, au kwa nini tunaendelea kuishi, ni kwa sababu tunategemea kuja kwa Kristo mara ya pili. Na kwa hiyo ni mada muhimu sana katika maandiko, na ni mada ambayo lazima tuiangalie katika mtazamo wa kuielewa, lakini pia katika hali ya kiroho pia. Kuna mafundisho, maagizo na ahadi nyingi sana za kibibilia ambazo zitakuwa hazina maana kama kuja kwa Kristo mara ya pili hakutakuwa na umuhimu. Tunavumilia, tunasema kwamba tunasubiri, na wakati mwingine tunakuwa katika hali ya kupitishwa katika taabu, lakini kwa sababu tunasubiri, tunangojea ahadi iliyoko mbele yetu kwamba haya ni ya muda tu, kwa sababu Kristo atakuja mara ya pili tukaishi pamoja na yeye milele na milele. Ni kweli kuja kwa mara ya pili ni tumaini kuu la kanisa.
ni tumaini kuu la wale ambao ni waumini, ni tumaini kuu la wale ambao wamepitia kipindi cha mateso, ni tumaini kuu kwamba tunaye yule ambaye atakuja kutufuta machozi. So baadaye hata machozi hatakuwepo tena. Bila kuja kwake mara ya pili, tumaini letu ni bure, na yale ambao tunayahubiri pia tunayoyaamini hayana maana. Fikiri kama Kristo haji mara ya pili, kuna maana gani ya kuja BCA, kuja kukaa hapa miaka yote na kuteseka kuamka asubuhi na nini? Kuna maana gani? Na ndio maana pia katika ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu Kristo na ushuhuda wa mitume walisimamia, kwa sababu walijua kwamba kuna sababu ya kile ambacho wanakiamini. Na sisi pia tunasimama kwa sababu tuna ushahidi au tuna ujasiri wa kile ambacho tunakiamini. Kati ya vitu ambavyo saa nyingine huwa ninapenda kuvipuuzia ni pale ambapo mtu anapokejeli habari ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Ukishaanza kukejeli, sina hata hamu ya kuendelea kusikiliza, na hata sitaendelea kukaa katika mazungumzo. Sababu Petro anasema moja kwa moja kwamba hao ni watu wa mizaha. Na sisi watu wa mizaha tusishirikiane nao. Lazima tuwe makini sana. Kwa kitu mwingine watu wanasema kwamba hivi wewe si umesoma? Sasa mbona tunaweka debate ya kuhusu mambo ya kuja Kristo mara ya pili, utaki kuchangia debate? Kisha ingiza kirusi tu pale ambacho kinakuwa kina wasiwasi, au ni kama vile huamini maandiko, huamini hadi zimewekwa kuhusu kuja Kristo mara ya pili, na kublock. Tunaomba sina mpango kujadilia mambo hayo. Lazima tuwe makini sana na watu wa mizaa ambao wanaweza kuzuka mbele yetu. Kuja kwa Kristo mara ya pili, kwa kuna hatua mbili ambazo ni muhimu sana, lazima tupate kuzielewa. Ndio tunasema ni kuja mara ya pili, lakini pia huku kuja mara ya pili kuna mambo mawili au kuna hatua mbili. Nazichambua kama ifuatavyo. Ya kwanza ni Kristo kuja kwa ajili ya kanisa lake. Na hii tunaita ni kunyakuliwa kwa kanisa. Lakini pili ni Kristo kuja pamoja na kanisa lake. Sasa hizi ni hatua mbili, ni kipindi kimoja, lakini chenye hatua mbili ambazo ni muhimu sana. Inawezekana wakati wa kawaida usizielewe, lakini katika ile ya kuchambua na kuangalia hizi phases, hizi hatua, lazima tuzione katika hizi hatua mbili ambazo ni muhimu. Ya kwanza ni ile ambapo Kristo anakuja kwa ajili ya kulinyakua kanisa lake. Naomba tuone katika maandiko Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4. Ni mstari ambao tumependa kuisoma mara nyingi, sio mstari mgeni sana kwa watu wengi. Ni mstari ambayo watu wengine wanapenda kuita ni Zaburi, sio Zaburi. Hii ni waraka wa kwanza wa Thesalonike mlango ule wa 4 mstari wa 15 mpaka 18. Au namba tuanzie 13 ili tupate context ya kile ambacho tunakizungumzia. Wa Thesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 mpaka 18 kwa kupokezana. Lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Yaani huo ndio msingi. Sawa? Huo ndio msingi wa kwanza ambao lazima tuweke. Sababu wakati mwingine kanisa la Thesalonike ni kama vile walikuwa katika hali ya hofu, katika hali ya kufikiria kwamba inawezekana watu wakisha kufa ndio wanapotea, hakuna tena maisha. Yaani kisha kufa nimesha kufa. Na Paulo anawaambia hapana, msije mkawa katika hali ya kufikiria hivyo. Msije mkafikiria kama ndugu zenu wamepotea. Watu hawapotei, kwa sababu kama tunaamini kwamba Kristo alikufa akafufuka, mnaamini Kristo alikufa na kufufuka? Wakasema ndio. Na kama mnaamini hivyo, basi na hawa pia ndugu zenu waliolala katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa maana watafufuka. Kuna yani hapo ni picha ya kwamba kuna maisha baada ya kifo. Mstari 15. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana
hakika hatutawatangulia hao wao waliokwisha kulala mauti. Basi bado endelee kuwapa matumaini kwamba sisi tuliotakao salia mpaka siku ile, wale ambao wamelala ni bora zaidi. Yaani Paulo kama vile analeta picha kwamba wale ndugu zetu waliolala katika Kristo, msifiwe kwamba ni muhimu kuliko wao. Kwanza wao ndio nini? Wao ndio muhimu kwa sababu tutawatangulia. Na ndio pale natoaga mfano ule wa utani, lakini utani ambao saa nyingine ni utani, lakini kama kuna kujaa kule mbinguni, kuna kujaa. Kama kuna kujaa, watakao wao ina kina nani? Wale tangulia, wale lala. Ndugu zetu waliokufa katika Kristo ndio ambao wataanza kwenda. Kwa hiyo kidogo kienda kule, utakaa kule nyuma. Yaani tukinyakuliwa sasa hivi, tutakaa kule, tutaona Yesu kule, Yesu kule mbele. Kuna ambao walishalala siku nyingi, wameshatutangulia kule mbele. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hatutawatangulia, hatutaenda kabla yao. Wao kwanza, afisi ndio tubadilishwe. Na ndio wasema kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika, na wao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Na sisi je, mstari wa 17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tufarijiane na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi kwa hiyo farijiane, maana kwamba kufa sio mwisho, sababu Yesu atashuka na mwaliko mkuu na parapanda, kutakuwa na sauti kubwa ambayo itakuja, na atakapokuja cha kwanza kitakachofanyika, makaburi yote ya watakatifu waliolala katika Kristo yatafunguliwa. Narudia sentensi, waliokufa katika Kristo nao waliokufa katika Bwana watafufuliwa, ili kwamba kuungana na nafsi zile ambazo sasa zilikuwa mahali kama kina Lazaro, sio? Kama kina Lazaro, yani kaungane tena, ili sasa wakakae pamoja na Bwana mawinguni. Sasa na sisi ambao tutakapo kuwepo siku hiyo, kama ndio sisi tutakapokuwa wakati huu, kama ni sasa hivi, akija sasa hivi, sisi ambao tu katika uso wa nchi ambao ni wa Kristo, ni waumini, hataenda na hii miili, tutabadilishwa nini? Tutabadilishwa. Kwa Korinto tena, tutabadilishwa. Huu mwili hautaweza, mwili hauwezi kupaa. Unaweza? Mwingine akasema kwamba kuna mtu mwingine anasema utavishwa mabawa. Sasa hivi gravity inakataa. Lakini wakati ule tutakapobadilishwa, tutaenda kinyume na nguvu ya gravity. Tutaenda kinyume na nguvu ya mvutano. Sasa hivi nguvu ya mvutano inasema kwamba tutashuka chini. Lakini wakati ule utakapobadilishwa, tutapanda. Ni kinyume tofauti kabisa, kwa sababu nguvu ya mvutano tayari itakuwa kule mawinguni, ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo atatuvuta tuende kule, utamfuata. Hiyo ni furaha sana. Kwa hiyo hapo ni Kristo kuja kwa ajili ya nini? Ya kanisa la kulinyakua. Na kumbuka kwamba kuja huku ambako tunazungumzia, kuja kwa mara hii ya kwanza ambapo atakuja kulinyakua kanisa, hatafika ardhini, hata tua ardhini, atakuwa mawinguni. Kwa hiyo ni sisi ndio ambao tutafanya nini? Tutaenda. Takuja mawinguni na waumini wote watakutana na Bwana hewani. Ni wakati huu ambapo pekee ambapo Bwana harusi atalichukua kanisa lake ambalo limekuwa limechumbiwa kwa miaka mingi, ili liwe mrithi halali, liwe pamoja naye kamili. Kama vile sasa ni kama niliongea kipindi kilichopita, watu wakachekaga last semester kwamba sisi kanisa ni nani? Kanisa ni? Semeni. Sasa ukisema bibi harusi, wanaume wanakataa kusema sisi sio bibi harusi. Ni bibi harusi. Mahali pekee ambapo wanaume wanaitwa ni wachumba. Ni bibi harusi. Kwa mpaka sasa hivi tumechumbiwa na nani?
na Yesu Kristo ambaye ndio Bwana wa kanisa. Kwa kanisa linaonekana kama bibi harusi ambaye yuko tayari kupambwa kwa ajili ya mumewe. Na ndio maana katika picha hiyo ya uhusiano wa kindoa, naambia kwamba kama tu jinsi ambavyo ukitaka kuchumbia unatembea mchumba wako ambaye ni mwanamke awe safi, sio? Ukisikia kwamba umemchumbia mchumba wako alafu amefanya mambo ambayo ni mabaya, yule mambo hata ule utaratibu wa kuoana utaisha. Inawezekana ukaisha, usipomsamehe inaweza kuisha, lakini unaweza kumsamehe. Lakini kama Kristo pia na yeye alivyotusamehe na sisi wote tunasamehe pia. Katika picha namna hiyo ndio ambayo pia Mungu anapoliangalia kanisa, anatuona anatakiwa tuwe ni chaste virgin, yani ni kama bikira ambao ni wasafi, tayari kabisa kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye ni Bwana wa kanisa, Yesu Kristo. Kwa hiyo uaminifu wetu, kuishi kwetu, mawazo yetu hayatakiwi yaendane katika vitu vingine vyote, Yesu Kristo pekee yake. Na wakati huu sasa ambapo Yesu atakapokuja mawinguni, anamjia bibi harusi kuja kumchukua. Na mara baada ya kumchukua sasa, kitakachoendelea ni harusi ya mwana kondoo. Ndio kitakachoendelea sasa mawinguni. Wakati huo sio wote watakaoenda kwenye harusi ya mwana kondoo. Kuna ambao watafanya nini? Watabaki hapa. Kumbuka tunazungumzia habari ya kunyakuliwa kwa kanisa. Sio kanisa, sio watu wote. Kuna wengine watakaobaki mahali hapa. Watakaobaki mahali hapa kwa watabaki katika ile ya shida na dhiki. Lakini wale ambao wataenda katika mambo ya starehe na raha ya kuwa na bwana harusi. Ile consummation of marriage. Ndio kama vile ndoa imechukua nafasi yake sasa. Na kwa atachua kama ni mtu halali sasa hiyo. Lakini pia kuna kuja kwake mara ya pili, ambao kukuja kwa mara ya pili anasema kwamba anakuja pamoja na kanisa lake. Anakuja pamoja na sasa kanisa limenyakuliwa, likaenda wapi? Mawinguni, sio kwenye ceiling board. Sawa? Likapanda likaenda mawinguni. Sasa mara baada ya kwenda mawinguni, tukakaa na yeye huku chini, kuna vinavyoendelea. Sasa mara baada ya muda atataka tena kuja. Ndio tunaambiwa atakuja na watakatifu. Ndio maana tunasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 3, tuli tu nyuma kidogo maana hapo tumesoma. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 13, ni hapo tulipo. Na basi naomba nianze 11. Basi Mungu mwenyewe Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo atuongoze njia yetu itufike kwenu. Bwana na awaongoze na kuwazidishia katika upendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu, apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake wote. Atakuja pamoja na kanisa. Na tunasema kwamba ni ufunuo. Atakapofunuliwa sasa, atakuja na kushuka katika ardhi na kutua katika ardhi. Hii ya pili atatua katika ardhi. Atashuka katika ardhi, na ndio pale atakaposhuka sasa na kuendelea kutawala, tutatawala pamoja naye. Tabia ile chati ya utawala wa Kristo tutaingia baadaye. Lakini kumbuka hii kuja mara ya pili sasa ndio ambayo tunasema kwamba tunaambiwa katika kitabu cha Yuda pia mstari wa 14 tunaambiwa habari hiyo kwamba atakuja pamoja na watakatifu. Na hii itatokea baada ya dhiki na kupokea taji. Na maana waliokuwa hapa duniani watakuwa katika kipindi cha dhiki ya miaka 7, na walioko mbinguni watakuwa katika kipindi cha furaha kwa miaka 7. Miaka 7 itakapokamilika atashuka. Na atakaposhuka sasa utakuwa na kipindi cha kutawala kwa Kristo na Kristo miaka 1000. Na tata ni miaka 1000 ya kutawala pamoja na Kristo. Na tunaambiwa Kristo atakuja pamoja na maelfu watakatifu na malaika wake wote. Yuda 14 pia inazungumzia, Yuda mstari wa 14 inazungumzia habari hiyo kwamba atakapokuja. Mstari wa 14, na Enoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii huu juu yao akisema,
angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu, wale ambao tutakuwa tumenyakuliwa pale awali. Tutakaa na mara baada ya kukaa, kwa baada ya muda tutashuka tena. Tuangalie nadharia ambazo hazitoshelezi kuhusu habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na hizi nadharia ambazo zimekuwa zikifundishwa au zimekuwa zikitolewa kuhusu habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, na zimefundishwa na shule mbalimbali au watu mbalimbali au mapokeo mbalimbali. Ya kwanza ni nadharia ya kiroho, na hii pia kuna mhubiri ambaye alikuwa anahubiri siku za karibuni, na yeye akisema kwamba ameita watu wengi sana, amekusanya watu, anaendelea kuwaambia kwamba hivi mbinguni ni wapi? Kama unajua mbinguni ni wapi, anauliza mbinguni ni wapi? Ni mchungaji kabisa anakaa nao. Pia mbinguni ni Yesu ameshakuja. Kwa hiyo na maana yeye alikuwa anazungumzia habari ya nadharia ya kiroho. Kwa hiyo ni nadharia ile habari ya kiroho. Habari ya kiroho nasemaje? Kwamba Kristo alikuja katika Roho Mtakatifu wakati wa Pentekoste, na kwamba ameshakuja, na kwa hiyo na maana kwamba kuja kwake mara ya pili kulitokea wakati wa Pentekoste. Kweli au si kweli? Ndio, kuna ambao wanasema kwamba wakati wa Pentekoste ndio ambapo Yesu alikuja. Kwa hiyo na maana tayari ameshakuja, na Yohana mlango wa 14 anasema kwamba ninaenda kutengeneza makao afu nitakuja tena. Ina maana nitakuja tena, ile nitakuja tena ni wakati ule wa Pentekoste ambapo ilitokea ile tukio kubwa pale Yerusalemu, wakati ule ambapo watu wamekaa mahali na zikaja ndimi kama zio katika hali ya moto. Na kwa hiyo maana kuja kwa Roho Mtakatifu wakati wa Pentekoste, kuna watu wanachukulia kwamba ndio kuja kwa Kristo mara ya pili. Si kweli. Bado tunasubiri kuja kwake, na maandiko bado yanazungumzia habari ya kuja kwake. Lakini kuna watu wanazungumzia habari ile ya watu ambao wanapobadilika na kuamini yaani kuongoka, kubadilika au kubadilika au kuokovu, kwamba kuja kwa Kristo ni kuja kwake katika mioyo ya walio muamini. Na maana yake ni kwamba naposema nimemwamini Yesu Kristo, maana yake Yesu ameshafanya nini? Ameshakuja ndani yako. Ameshakuja ndani yako na ameshakuja tayari. Na hilo ni fundisho ambalo watu wengi sana wamelishikilia, na watu wengi sana wanachukuliaga hiyo kwamba ni kweli Yesu ameshakuja ndani ya moyo wangu, kwa maana tayari ameshakuja. Hapana, ndio tunakubali kwamba Yesu Kristo anakuja kweli ndani yetu pale ambapo tunamwamini, lakini bado kuna kuja kwake katika hali ya kuja katika siku za mwisho. Sasa hivi Yesu yupo, ndio amekuja, ndio yupo kabisa, yupo, lakini bado tunasubiri kuja kwake mara ya pili. Hakika Kristo kuja kiroho ndani ya moyo wa mwanadamu wakati wa wokovu ni kweli, ni jambo la sahihi, lakini kuja huku kwa kiroho hakupaswi kuchanganywa na kuja kwake kimwili atakapokuja mara ya pili. Yesu yuko ndani yako, sawa, kwa sababu unapozungumzia Yesu anakuja mara ya pili, sema Yesu yuko ndani yangu, atakuja tena wapi? Anatokea tena wapi? Aje atoke wapi aje wakati Yesu yuko ndani yangu? Tusichanganye. Kuna kuja ndani Yesu Kristo yuko ndani yako, lakini pia kuna kuja kwake mara ya pili, kama jinsi ambavyo Paulo anawaambia Wathesalonike, analiambia kanisa, na tunaambiwa sisi sote. Ingawa kuja kwa kiroho kupo, na Biblia inazungumzia kuja kwa Kristo kimwili kama jambo ambalo ni la wakati ujao. Ni kitu ambacho bado kiko mbele, tunakitazamia. Lakini pia kuna wale ambao wanasema, tunaita post millennia, kwamba atakuja baada ya miaka 1000. Millennia hapa ni miaka 1000. Neno millennia ni miaka 1000. Kwa hiyo maana kwamba baada ya millennia, baada ya miaka 1000 ndio Kristo atakuja. Yaani kutakuwa na kipindi ambacho miaka 1000 ya Kristo kutawala, kutakuwa na maisha mazuri, injili inahubiriwa vizuri. Yaani kwamba sasa hivi ni kama tuko kwenye milenia tu, yaani kama hivi tunaishi maisha ambayo ni ya milenia. Baadaye pale mwisho ndio Yesu atakapokuja. Kwa maana kwamba hakuna kipindi ambacho watakatifu tutatawala pamoja na Kristo. Hiyo ni nadharia pia ambayo ipo, na Yesu atakuja baada ya milenia ipo. Lakini pia kuna nadharia ile kwamba hakutakuwa na miaka 1000 kabisa.
Miaka 1000 ni kama tu jinsi ambavyo unafikiria mwenyewe. Na hii ni mafundisho ambayo watu wengi wameyashikilia, hasa kuna makanisa ya Kiluteri wengi wameshikilia milenia. Hawaamini uwepo wa miaka 1000 na kwamba sasa kitabu cha Ufunuo kinazungumzia kabisa habari ya miaka 1000. Tutatawala miaka 1000, tutakuwa na miaka 1000, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa miaka 1000 mpaka miaka 1000 itakapoisha. Anasema hiyo miaka 1000 ni kipindi tu ambacho kipo. Ni kipindi tu. Biblia ikisema sahihi, ikisema kitu moja kwa moja, na tunachukulia moja kwa moja ilivyosema. Kama haijachukulia fumbo, hatuwezi kuchukulia hapa ni fumbo. Kama imesema moja kwa moja ni miaka 1000, sio ni maana yote ya kufanya ile miaka 1000 ni kipindi cha miaka mingi. No, ni miaka 1000, ni miaka 1000. Kwa hiyo kutokuwa milenia pia ni nadharia ambayo pia ni potofu, ni nadharia ambayo haitoshelezi. Watasema Yesu anakuja, lakini anakuja katika utaratibu gani? Ndio maana tunasema kwamba haitoshelezi. Kuna ambao watasema kwamba haji. Wale ambao wanasema haji ni kitu tofauti. Lakini wanasema kwamba atakuja lakini katika taratibu hizi. Ina maana kwamba ni mapokeo ambayo hayatoshelezi. Nadharia mbili za mwisho tutajadili wakati wa kuzungumzia swala la siku za mwisho na atakujaje, mambo ya zile mitazamo tofauti tofauti kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Kuna ambao ni baada ya milenia, kuna kabla ya milenia, ambao hakutakuwa na milenia, na kuna ambao katikati ya milenia, hiyo tutazungumzia baadaye. Lakini ni matukio gani ambayo yatafuatia au yatakuwepo mara au yatatangulia kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili? Nasema tulianza tusema kwamba kwa mtini jifunzeni. Tujifunze kwa jambo fulani. Yes, ndio kweli. Watu wamejaribu kuweka siku ya kuja kwa Yesu Kristo kwa taratibu mbalimbali. Wengine labda anajaribu kuangalia kalenda, anapiga macalculation, anapiga mahesabu, na wengine anapiga mahesabu kabisa. Katika mahesabu yao anajua kwamba ikifika tarehe fulani ndio Yesu atakapokuja. Lakini mwenyewe alisema siku ile na wakati ile hamna mtu anayejua. Hatujui. Ipo. Lakini kwa dalili tunajifunza. Sasa kwa haya matukio yatakayotangulia ni matukio pia ambayo yanatuonyesha kwamba ni kitu gani ambacho kinaashiria kwamba kuja kwa Yesu Kristo kunakaribia zaidi na zaidi. Hiyo sasa hivi jambo ambalo limetokeza sana kwa siku za karibuni, sijui kama nimeliandika kwenye notes zetu hapo. Mambo ya vita, mambo ya nchi takatifu, ni kati ya matukio ambayo yanaendelea. Lakini jambo la kwanza, uasi wa imani. Ukiona uasi wa imani umeongezeka sana, yani watu wameendelea kuamini mafundisho ya uongo kuliko mafundisho ya ukweli. Kwa sababu kumbuka Yesu Kristo alisema kwamba yamkini hata wateule wengedanganywa, watapotoshwa. Yani yamkini, yani kama vile mafundisho ya uongo yanakuwa makali kiasi ambacho hata wale ambao ni waumini kama vile na wenyewe watakuwa katika kudanganywa. Hizo ni kati ya dalili ambazo zitaashiria kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo uasi wa imani huu utahusu makundi mbalimbali. Kwanza kwa mtu binafsi, kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili, watatokea Kristo bandia na manabii wa uongo ambao watahusika sana katika udanganyifu. Hii tulishaisoma, lakini naomba tuisome tena. Kitabu cha Injili ya Mathayo tulisoma tulipoanza kipindi hiki cha mwanzo kabisa, tulisoma kwamba itakuwaje. Waliuliza itakuwaje na ni ipi dalili ya kuja kwako? Mathayo 24 kwa mistari michache ambayo nataka tuisome mahali pale. Hizi ndio dalili ambazo tunataka tuziangalie. Nasema kwamba Yesu akajibu akawaambia, angalia mtu asiwadanganye. Mstari wa 4 kabisa hapo. Angalia mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Uasi huo. Wengi watakuja wakisema mimi ni Kristo. Watafanya ishara na miujiza. Watafanya mambo ambayo watajichukulia umaarufu kwamba Kristo ndiye ambaye anatenda kazi ndani yao. Anasema msiwaamini hao. Mstari wa 11 ndio kusema kwa, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Mstari 23.
Wakati huo mtu akikuambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hapo ndio mahali ambapo huwa pananifanya nafikiria sana. Hapo tunapata tafakari habari ya ishara na miujiza na mambo yanayotendeka katika uso wa dunia sasa hivi. Sisemi kwamba Mungu atendi miujiza, Mungu atenda anapopenda. Lakini sasa hivi imefikia mahali ambapo watu hawataki tena kusikiliza Injili, wanataka kusikiliza habari ya miujiza na ishara. Na anasema kwamba kwa hizo ishara na miujiza, na maana kwamba watakuwa katika hali ya kuwadanganya yamkini hata wateule. Wateule hawatadanganywa. Yaani yamkini, yani kama vile kuna uwezekano wa kuwezekana kuwadanganya wateule, lakini naamini wale ambao wamehifadhiwa na Mungu, wamehifadhiwa salama na hawatapotea hata mmoja. Yaani kama vile kuna uwezekano wa kudanganywa. Kinachoendelea katika uso wa dunia sasa hivi ndio vitu ambavyo vinaendelea. Kama tuende katika Injili ya Mathayo. Rudi nyuma kidogo, Injili ya Mathayo, habari hiyo tena. Na tuwe makini sana na wafundishaji na wakusanyaji makundi. Mstari wa 21 Injili ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21. Naomba nisome mistari. Injili ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21. Na nikisoma mstari hii naomba kabisa kwa unyenyekevu kabisa niseme kwamba si kwamba napinga Mungu akitenda kazi, si kwamba napinga utendaji wa Mungu mahali popote jinsi ambavyo anapenda yeye mwenyewe, lakini pia ni tahadhari ambayo lazima tuwe makini sana. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, sababu nalinganisha na ile ya ishara zitakazojitokeza siku za mwisho. Tumeshasoma tena, tumesoma katika Mathayo mlango 24 kwamba watajitokeza manabii na makristo na watakao kujiita kwamba wenyewe ni Kristo, makristo wa uongo, na watafanya ishara na miujiza nyingi. Sasa si kila aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Inatokea siku moja. Simama kabisa katika ile ujasiri. Sema kwamba hivi sisi hatukufanya hiki, hatukufanya hiki. Na tukatumia hata jina lako wakati mwingine. Kufanya miujiza mingi, ishara nyingi, miujiza mingi. Mstari wa 23. Very sad. Mstari wa huzuni sana. Ndipo nitakapowaambia dhahiri, si kuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Yaani Yesu anapozungumza hapa ni kama vile umekuja pale na huduma yako ya kutoa mapepo na kufanya ishara na miujiza na kufanya watu watembee na kufanya watu wajigaragaze huko chini na kuponya na nini na vitu vyote ambavyo unavifanya vile vya kimaigizo, kama ni maigizo, kama sio maigizo. And then unamwambia Yesu, sababu nilitumia njia hii na watu wengi wakaja wakaamini, ina maana kwamba sina nafasi katika ufalme wa mbinguni? Sio ambacho kinakupa tiketi. Anasemaje? Siwajui ninyi kamwe. Ni neno gumu sana ambalo linatumika mahali pale na Yesu Kristo. Yaani kama vile unapokaa mahali unajitetea kwamba mimi, yaani mtoto anakuja kwa baba, hivi baba unafahamu, ondoka. Yaani unaondolewa mbele ya ule uwepo mara moja. Na Yesu atawaondoa wengi ambao tunaambiwa katika Mathayo mtakatifu mlango wa 24 kwamba watajitokeza siku za mwisho wakisema mimi nimefanya hiki, nimefanya kile. Niwaambie ukweli kwamba hali inaendelea katika makanisa, hali inaendelea kwa watumishi. Lazima tujichunguze kwamba tuchunguze sana, wao katika imani
au ni katika hali ya kutafuta tu umaarufu. Na wakati mwingine tusije tukawapoint sana wale vidole, lakini pia na sisi tujiangalie, je, tupo katika usahihi? Uasi wa imani kwanza wa mtu binafsi, wewe mwenyewe nafika mahali ambapo unasema haya mafundisho siamini tena, haya siamini, yaani unakuwa kwamba vile njia ya uongo ndio ambayo inapata kibali zaidi. Maana yake ni kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili kumekaribia. Hata ruhusu wateule wapotoshwe. Kabla ya wateule kupotoshwa, Kristo atakuja. Hata ruhusu wateule wapotoshwe. Yaani inafika mahali ambapo imekuwa ni very tense, imekuwa mahali ambapo pamekuwa pagumu kiasi ambacho sasa mteule ni kama vile na yeye anaanguka, wakati ule Yesu atakuja. Hata ruhusu mteule hata mmoja apotee. Swali ni kwamba je, wewe ni kati ya wale ambao Mungu amewachagua? Je, uko katika imani? Kutakuwa na uasi wa makundi ya watu kwa umati kwa kawaida, sio mtu binafsi tu, lakini pia imani ya umati wa watu katika wengi, lakini pia kutakuwa na udanganyifu mkubwa na makosa ya uongo yatajitokeza mazushi. Kwa hiyo ukiona hayo yote yanajitokeza, walimu uongo wanaibuka hapa na pale, watu wakizusha ishara miujiza, watu wakifundisha mafundisho ya kupotosha, watu wakileta fundisho jingine ambalo ni kinyume na maandiko, lisikushtue sana. Jua kwamba ni matukio yanayotangulia kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Nikupiga vita tu ambao tumebakia, ambao tumesalia. Jambo la pili, kutakuwa na vita na uvumi wa vita. Umesikia tumeshazungumzia hiyo kwamba kutakuwa na vita na uvumi wa vita, kutakuwa na mapigano hapa na pale. Yapo sasa hivi kila mahali. Yaani kufungua tu television, ukifungua tu television tena, mitandao ya simu, yaani kufungua tu peji ya kwanza ya kupa mambo ya wao wamepigana, kumekuwa na vita huku, kumekuwa na vita, yaani vita na matetesi ya vita kila mahali. Kiona hayo, jua kuja kwake kuna karibia. Njaa jinsi ambavyo inaendelea kuwepo katika uso wa nchi. Ni kweli watu wanakaa bila chakula, wanaishi bila chakula, na wameishi bila chakula, wanaendelea kuishi bila chakula. Misaada inatolewa vyakula, lakini pia haiwalengi ifikie watu wote. Ukienda kule Sudani Kusini, ukienda kaskazini mwa Kenya, maeneo mbalimbali watu wanakwenda bila kuwa na chakula. Lakini kama hiyo haitoshi, magonjwa ya mlipuko yanaibuka leo na kesho, linaisha hili na kuja hili. Linadhibitiwa hili linatokea jingine. Kiona matokeo yote yanapotokea kwa mtini, tujifunze. Haya ni mambo ambayo yanasema kwamba yatakuwepo kabla Kristo hajaja mara ya pili. Matetemeko ya ardhi tumeambiwa kwamba yatakuwepo mahali. Lakini pia tutakuwa na dhuluma za kidini. Na hapo maana kwamba mtu atamshtaki mwingine, atamdanganya mwingine, atamsaliti mwingine. Fika mahali ambapo hata wale ambao ni wa imani moja pia hawaaminiani tena. Nasema kwamba yaani hata wakati mwingine kupeana madhabahu inakuwa ni kama vile ni vigumu, kwa sababu naweza kukupa madhabahu ukanisaliti, ukaniuza pia kwa Kristo wako wengine. Mambo ambayo yanatokea sana sasa hivi. Jambo zuri sana ambalo pia liko upande huo wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni habari ya kuenea injili duniani mote. Injili itahubiriwa kila mahali. Na ndicho ambacho kinaendelea sasa hivi. Nilizungumza kipindi kilichopita. Kwa nini Yesu hajaja? Kuna mtu mmoja mahali fulani ambaye bado hajasikia injili. Ni jukumu lako, ni jukumu langu kumfikishia injili ili Kristo aje kwa ajili ya kuja kulinyakua kanisa lake. Kisemuzie hivyo sasa nasema achele kidogo. Hapana. Hata sasa hivi uje Bwana. Even now come Lord Jesus. Uje ulinyakua kanisa lako, kwa sababu bado linazidi kukaa katika hali ya kuumia na kupotosha na kupotoka. Kuenea matukio ambayo yanatokea katika nchi takatifu pia ni jambo ambalo linaweza likatuashiria pia habari ya kuja kwa Yesu Kristo. Na kumbuka kwamba nchi takatifu ni target,
ni kipimo kizuri cha kujua kwamba Yesu anakuja na magari. Sasa hivi nchi takatifu ambayo tunapozungumzia nchi takatifu tunazungumzia Israel, tunazungumzia habari ya Israel. Israel, kumbuka historia ya Israel kwamba kwanza Abrahamu alienda utumwani Misri, mara baada ya muda wakarudi nchi ya ahadi. Waliporudi nchi ya ahadi wakapewa hii nchi ndio ambayo nimewaahidi, nimewapa, nitawapa na vizazi na vizazi na vizazi. Waliporudi katika nchi wakapewa ile nchi na Yoshua akatembea mipaka yake yote kila mahali ambapo hii ni nchi ambayo nimewapa. Mara baada ya hapo kutokana na ukaidi waliofanya wakapelekwa tena utumwani wapi? Babeli. Of course wale Asiria, tuache Asiria, wakapelekwa utumwani Babeli. Walipopelekwa utumwani Babeli, baada ya miaka 70 Mungu akawatembelea tena, akawarudisha. Mwaka 70 tena wakati wa utawala wa Kirumi wakapigwa, sababu wanafunzi waliambiwa nendeni mkawafanye mataifa yote. Lakini wenyewe wakabaki tu pale Yerusalemu tu pale. Hawakutaka kwenda katika Samaria na Judea na sehemu mwisho wa dunia. Wakaendelea kubaki pale. Katokea adha kubwa, dhiki kubwa ikatokea mahali pale ili kwamba watawanyike. Na walipotawanyika wakatawanyika kweli katika mataifa sehemu mbalimbali. Kwa misionari, wengine wafanyakazi, lakini pia wakimtangaza Mungu wa kweli. Paka mwaka 1948 ndio wameanza mkusanyiko wa regathering of the Jews, wakaanza kurudi sasa nchini mwao. Uhuru ambao ulifanyika, sasa ule uhuru haujao kuwa uhuru kamili kwa sababu mara zote mmeshasikia Palestina na Israeli, Palestina na Israeli, yani kila mara kama vile ni nchi ambayo ni uhuru lakini sio uhuru, sababu vita vimeendelea mara kwa mara. Lakini hivi vyote mara mwisho kabisa sasa Wayahudi walioko Marekani wanarudi Israeli, walioko Urusi wanarudi Israeli, walioko Afrika wanarudi Israeli. Kwa maana unapoona kwamba Wayahudi wengi wanarudi katika nchi yao, maana yake ni kwamba wanajiandaa kumpokea Masihi. Hata mpokea Masihi wakiwa hapa Tanzania au walikuwa Marekani, watampokea wakiwa katika nchi yao. Utapoenda kuangalia matukio yanayotokea katika nchi takatifu na maadui wakienuka wengi sana kwa ajili ya kuipiga Israel, wataipiga Israel lakini mwisho wa siku Mungu mwenyewe atakuja ataamua vita. Mbona kitabu cha Ezekiel? Kwa kitabu cha Ezekiel vizuri. Nakupa picha jinsi ambavyo matukio ya nchi takatifu yanavyoendana na jinsi ambavyo pia unabii unazidi kutimia katika maandiko. Kwa hiyo ukiangalia matukio katika nchi takatifu utajua kabisa kwamba hapa Yesu Kristo yuko karibu kuja. Lakini pia matukio ya angani ni kati ya mambo pia ambayo lazima tutakuwa katika hali ya kuyatazama. Na pia tangazo la amani ya uongo litokeza, na of course atajitokeza mtu ambaye atasema kwamba hakuna shida tena duniani. Na hapa huwa najaribu kuangalia juzi kwa discuss tunajadili mambo ya Marekani na Urusi sasa hivi inavyozidi kuja. Wakati mwingine wanaweza kusema kwamba wanafanya amani, patano. Hii pia ukisoma kitabu cha Danieli, wala ambao unasoma kitabu cha Danieli, zile falme zilizoinuka. Mwisho kabisa kuna falme ambao uliibuka ambao ni wa chuma na nini? Chuma na udongo. Vinachanganyikana? Vinajaribu kushikana lakini havishikani. Na ndio kitu ambacho sasa hivi inatokea katika hizi tunazoziita dola ambazo za Ulaya. Ndio zinashikana lakini lazima mtu anatokea mmoja anamchukia mwingine, mwingine anamchukia mwingine. Yaani ndio jinsi ambayo itakavyoendelea, lakini mwisho kutakuwa na jiwe ambalo litatoka juu. Hilo jiwe ambalo hajatengenezwa na mwanadamu yote. Litakuja litapiga sanamu, kwa hiyo itavunjika yote. Na itakapopiga nini? Ile sehemu ya mwisho ya Urumi ambayo ni Urumi ya kisasa, Urumi ya sasa hivi. Haya yote ni mambo ambayo yanabudi kutokea kabla Yesu Kristo hajaja mara ya pili. Tufanyeje sisi? Tunataka tufanye sisi. Tunataka tufanye sisi ni kuendelea kuhubiri Injili na kutangaza habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Sio tu kusema habari ya kuja kwake, lakini pia watu wawe tayari, kanisa liwe tayari katika nafasi yake ya kusimamia ukweli wa neno la Mungu. Hata pale ambapo itabidi kupitia kipindi cha mateso, lakini kanisa lazima lisimame katika nafasi yake. Ndio ndio. Hapa kwenye kurudi kwa Yesu Kristo
matukio katika nchi takatifu, itakuwa kanisa limeshachukuliwa au ndio wanakuja kwa ajili ya kanisa? Kutakuwa kuna sehemu mbili hapo. Yaani kuna dalili ambazo zinatuonyesha kwamba atakuja kwa ajili ya kanisa, lakini kanisa atakapokuja kamili sasa kanisa litanyakuliwa kwanza. Kwa sababu yale atakayotokea katika nchi takatifu sasa, yani hizi dalili za kurudi ni ishara. Na hizo ishara zitakapokuwa zinaendelea sasa kanisa litafanya nini? Litanyakuliwa. Yani zikikamilika, yani zikiiva, ni kama vile kikiiva kamili sasa chakula kimeiva kwamba sasa hivi matukio ya nchi takatifu yanatakiwa yaanze sasa. Of course kanisa litanyakuliwa. Kwa sababu tunarudi sasa kwenye ile wiki ya mwisho ya Danieli, na tunapokuja kwenye wiki ya mwisho ya Danieli, Mungu atakuwa anadili na nani? Na Israeli sasa hivi. Atakuwa anadili na Israeli, kanisa litakuwa limeshanyakuliwa, na atakaponyakuliwa sisi tutakuwa katika hali ya kufurahi. Tutakuwa na harusi ya mwana kondoo, tutakuwa na kupewa mataji yetu katika bema seat na kufurahia kwamba tunakaa na Yesu Kristo. Wakati hapa duniani kuna dhiki ambayo itakuwa inaendelea sasa, wakati huo sasa Mungu anaanza kudili na Israeli pamoja na watu wa mataifa kama kawaida. Kwa kanisa litakuwa limeshanyakuliwa. Atakuwa anadili na both side, mataifa na of course na mataifa pia. Mataifa Gentiles mataifa wenyewe moja kwa moja inaingia katika hasira ya Mungu, sababu hakutakuwa tena nafasi. Kutakuwa nafasi ya injili, lakini sio neema kama jinsi ilivyo sasa hivi. Na wale ambao wataokolewa wakati huo sio ambao wataokoka, na mimi wataokoka, naamini watakuwa watu wataokoka, lakini Israel kama Israel, Mungu atashughulika na Israel kama Israel peke yake. Na mataifa atashughulika mataifa kama mataifa. Gentiles na wakati wa mataifa ndio unaishia sasa hivi. Yaani sasa hivi ndio tunamalizia kipindi cha Mungu kucheza na mataifa. Kumbuka kwamba tu kipindi cha wanaita kwa Kiingereza ni parenthesis, ni mabano. Israeli wamekaa pembeni kwa muda. Na Mungu ameweka Israeli pembeni kwa muda ili kwamba ashughulike na mataifa. Kwa sababu Mungu anashughulika na mataifa, na ndio maana enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wote. Pasipo kujali Myahudi, wote mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa tutakapofika mahali mtaifa wa mwisho katika ratiba ya Mungu ameshaingia katika ufalme wa Mungu, of course ile peji mataifa itafungwa. Sasa atafungua peji tena nani? Ya Jews, Wayahudi. Sasa tutakapokuwa na dini na Wayahudi, of course mtaifa pale ataingia tu labda kwa neema sana, lakini yani mtakuwa kama vile kukaribishwa. Muda wa mataifa ni sasa hivi. The time for Gentiles is now. Nafikiri kinachoendelea sasa hivi pale ni habari ya ufufuo na kunyakuliwa, na habari ya ufufuo na kunyakuliwa na matukio ambayo yatafuatia mahali pale. Ni mniruhusu kwamba tutaendelea kipindi kijacho, labda tuishie mahali hapa kwa siku ya leo, na niamini kabisa kwamba tunapozidi kuendelea mbele, ni kweli tunatamani Yesu aje mara ya pili. Lakini narudia tena sentence, unapotamani kuja mara ya pili, je, atakapokuja atakukuta uko tayari? Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru umetupa nafasi ya kujifunza neno hili siku ya leo. Zaidi sana tumeangalia jinsi ambavyo kutakavyokuwa katikati ya kifo na hata ufufuo mara ya pili. Tumetafakari pia jinsi ambavyo utakuja mara ya pili kwa ajili ya kunyakua kanisa, na hata matukio yale ambayo yatafuatia kabla ya kuja kwako. Tumejaribu kuangalia kwa uchache, na hata tumeambiwa kwa mtini tupate kujifunza. Tunajifunza kwamba dalili zote ambazo tunaziona katika uso wa dunia zinaashiria zaidi na zaidi kwamba kuja kwako kumekaribia. Kaandae mioyo yetu ili kwamba tukapate kuitangaza injili kwa haraka zaidi na wepesi zaidi, na hata wale ambao bado hawajapokea neema ya wokovu wapate kupokea wokovu, ili kwamba atakapokuja asiwepo hata mmoja ambaye utamwacha, kwa maana ni kusudio lako kwamba wote waifikirie toba. Katubariki sote, na tunapoenda kuona matukio katika nchi takatifu, naambiwa tuombe kwa ajili ya Israeli, tuombe kwa ajili yao, ili kwamba hata kuja kwao na kurudi kwao na hata mkusanyiko wao unaashiria kwamba kanisa linamaliza nafasi yake, ili kwamba hata upate kushughulika na Israeli. Asante kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea katika siku ya leo, kapate kuwa pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo Bwana nimeomba na kuamini. Amen. Thank you so much.